Daktari wa machozi, sehemu ya pili. Mvua ilikuwa haijaacha kunyesha tangu siku ya mazishi ya Adam. Baraka alirudi jijini Dar es Salaam akiwa na akili iliyochanganyikiwa, moyo uliojaa maswali na nafsi iliyopasuka vipande. Alikuwa amebeba mzigo mkubwa wa hisia: msiba wa kaka yake, kauli ya mama yake na maneno ya mganga wa mlima wa Mwitongo yaliyomsumbua usiku na mchana. Alikuwa anajiuliza, niliwahi kufanya nini hadi niitwe chanzo cha vifo? Lakini hakuwa anajibu. Baraka alirudi kazini, hospitali ya taifa ya moyo, ambapo hakuwa tu daktari, bali alikuwa mmoja wa watu wanaoheshimiwa sana. Wagonjwa walimpenda, wauguzi walimheshimu, na madaktari wenzake walimtazama kama kiongozi. Siku ya kwanza kurudi kazini, alipangiwa kumfanyia upasuaji mtoto mdogo wa miaka 7 aitwaye Fahad. Mtoto huyo alikuwa na tatizo la moyo tangu kuzaliwa, lakini alikuwa kwenye furaha na busara. Wazazi wake walilia wakimwomba Baraka amwokoe mtoto wao. Baraka alikubali bila kusita. Tutamfanyia upasuaji kesho asubuhi, alisema kwa sauti ya kawaida, lakini ndani yake hakujiamini tena kama zamani. Ulikuwa na hofu isiyo ya kawaida, hofu ambayo haikutokana na udaktari, bali kitu kisichoonekana. Usiku huo alilala mapema, lakini aliota ndoto ya ajabu. Alijikuta amesimama kwenye chumba cheupe kilichojaa hewa ya baridi. Mbele yake kulikuwa na meza ya upasuaji na juu yake kulikuwa na kaka yake Adam. Lakini akiwa hai, macho yake yalikuwa mekundu na aliongea kwa sauti nzito. Baraka, usimguse Fahad. Moyo wake si wake na kuna roho 3 ndani yake na moja si ya kibinadamu. Baraka alishtuka kutoka usingizini na moyo ukimpiga kwa nguvu. Alijaribu kujishawishi kuwa ni ndoto tu, lakini hisia haikutoka. Asubuhi ilipofika, alivaa koti jeupe, akaingia chumba cha upasuaji akiwa kama kawaida. Lakini ndani ya nafsi yake kulikuwa na hofu ya ajabu. Wakati wa upasuaji ukiendelea, kila kitu kilikuwa sawa hadi dakika ya 43. Baraka alipokata mishipa ya juu ya moyo ili kuufungua, ghafla mashine zikaanza kulia. Moyo wa Fahad ulianza kupiga kwa kasi isiyoeleweka, na ghafla mtoto akafumbua macho ndani ya chumba cha upasuaji na kusema kwa sauti ya mtu mzima, daktari, unakumbuka mti ule wa kijijini? Tulikuzika pale, lakini ukatoka. Sasa huruhusiwi kugusa roho isiyo yako. Chumba kiliganda. Wauguzi walitazamana. Daktari msaidizi alitetemeka. Haukuwa mchezo. Fahad, mtoto wa miaka 7, alikuwa anazungumza kwa sauti ya mtu mzima kabisa, na macho yake yalikuwa yamebadilika rangi kuwa ya kijani kibichi. Baraka hakushtuka. Alifanya kama hakuna kilichotokea. Aliendelea na upasuaji, lakini kila mpigo wa moyo alioupima ulisikika kama mlio wa ngoma ya maziko. Mwishowe aliufunga moyo na upasuaji ukaisha, lakini hakuna aliongea neno hata moja. Baada ya upasuaji, Fahad alilala usingizi mzito. Baraka alikaa kando ya kitanda chake akimwangalia kwa masaa. Alipoamka, alitabasamu tu na kusema, asante daktari, nilijisikia kama nimeenda mbali sana. Lakini kulikuwa na sauti ikiniambia, rudi, Baraka bado anakuhitaji. Baraka hakumwambia chochote. Alitoka nje ya wodi kwa ukimya. Usiku huo huo,
alipokea ujumbe wa maandishi kwenye simu yake kutoka kwa namba isiyojulikana. Mioyo inayoguswa na mkono wako inasikia kilio cha zamani. Kila upasuaji ni mlango. Chagua mlango wa roho au wa mauti. Siku ya 5 ni ya moto. Baraka aliifuta meseji ile kwa hasira. Alijaribu kujisahaulisha, lakini alipofika nyumbani kwake usiku, alikuta karatasi imewekwa chini ya mlango. Karatasi hiyo ilikuwa na picha ya Fahad akiwa amevaa mavazi ya zamani ya kikabila ya Tanga. Amesimama chini ya mti mmoja mkubwa ulioota katikati ya makaburi. Chini ya picha iliandikwa hivi: mtoto huyu si Fahad tu, ni kiunganishi. Usiwahi tena kugusa moyo wa mtu asiye na kivuli. Baraka alianza kujua haya si maisha ya kawaida tena. Hakufanya kosa kwa upasuaji, lakini kuna kitu cha zamani, kitu cha kijijini, kimerudi kumtafuta kupitia mioyo ya wagonjwa wake. Alianza kuhisi uchovu wa ndani. Alianza kusikia sauti hata kama mchana. Na kila kitu alichogusa hospitalini kilionekana kumrudisha kwenye kumbukumbu za utotoni. Kumbukumbu ambazo hakuwa anakumbuka. Na sasa kila mgonjwa aliyepangwa naye kwa wiki hiyo ana jina lenye herufi A, kama Adam, Asha, Angela. Ni mpango au ni mkono wa laana unaotembea polepole? Episodi hii inaishia pale ambapo Baraka anaingia kanisani kuomba sala usiku wa manane. Lakini pale mbele ya msalaba anamwona mtu amekaa kwenye kiti cha maombi akimkazia macho. Si mtu wa kawaida. Je, ni nani huyo? Je, ni roho ya kaka yake au ni mtu mwingine kutoka mlima wa Mwitongo? Maumivu yanazidi kuwa makali. Mapenzi yanajaribiwa na giza linazidi kukaza kamba. Je, ataweza kusimama tena? Usikose sehemu inayofuata ya Daktari wa Machozi, maana vita halisi bado haijaanza.